Anasema GPS, naomba mnisaidie, kwa mtazamo wenu, adui mkubwa wa Iran ni nani kati ya Marekani na mataifa ya Ghuba ya Mashariki ya Kati yaliyotoa nafasi kwa Marekani kuweka kambi zake za kijeshi ndani ya nchi zao? So adui okay. Hii inalea kadhaa. Mtu ambaye ndo anahitaji zaidi Irani collapse ni Zionist Israel, kwa sababu ndo kipengele pekee cha muhimu kilichobakia ambacho ndo kinamkwaza yeye kuexpand. Kwa hiyo akiondoka yeye, ile lengo lake la Greater Israel litakuwa rahisi. Kwa hiyo hiyo ndo namba moja, lakini yeye anashirikiana na Marekani, kwa hiyo anamtumia Marekani kufikia, lakini Marekani pia ana malengo yake. Anahitaji Irani idondoke kwa sababu itadhoofisha maadui zake, itamdhoofisha Mchina, itamdhoofisha na Mrusi. Kwa hiyo pia anahitaji iondoke, lakini hizi zingine ni accessories ambazo zinawezesha aggression dhidi ya Iran. Ni sawasawa umepika chakula chako vizuri, unahitaji kula. Ili uweze kula unahitaji sahani, kwa kile chakula kitawekwa kwenye sahani. Kwa hiyo hizi nchi ni mfano wa sahani, kwamba ili waweze kuwezesha aggression au kudhoofishwa kwa Iran, na imetengenezwa mpasuko wa makusudi kati ya Gulf countries na Irani kwa sababu ya kutumia njia kuu mbili. Ya kwanza ni dini. Most of Gulf countries zinaongozwa na itikadi ya Kisunni, na wakati Irani ni Shia. Lakini hizi countries Middle East karibia zote nilishaelezea kwenye makala ya A to Z ya mgogoro wa Israel na Palestina, kwamba Saudia iliundwa na Muingereza na yani okay, hii Middle East ya sasa hivi ukiingia kwenye Sykes-Picot Agreement ziliundwa kati ya makubaliano ya victors wa World War I, washindi wa World War I ambao walikuwa ni Uingereza na Ufaransa, na walivyoifuata hizi Middle East ambayo ilikuwa chini ya Ottoman Empire. Zamani ilikuwa hakuna Iran, hakuna Iraki, hakuna Saudia, hakuna UAE, ilikuwa ni Hijaz yote kama sehemu limoja ambalo liko chini ya Ottoman Empire. Kwa hiyo wakawafuata, wakawaambia, na movie maarufu sana, mtu akitaka kwenda kuangalia Prince of Arabia, Lawrence of Arabia, jinsi yule jasusi wa Uingereza alivyoweza kushawishi nchi za Kiarabu zirevolt, ziasi dhidi ya Ottoman Empire, na ndio ikawezesha Ottoman Empire kuanguka. Ottoman Empire kuanguka kwa kushambuliwa na kuzidiwa nguvu. Ilianguka kwa sababu ndani yenyewe watu wao wenyewe walisaliti na ikaanguka. Kuna Shah, yule nishamuongezea, kiongozi no sio Shah Sharif Hussein ambaye ndo alikuwa kiongozi wa Haramain Maka na Madina, jinsi alivyorubuniwa mpaka akaanza kuishawishi na ndio ikatengenezwa As-Saudi jinsi ilivyotengenezwa. Kwa hiyo hizi baada na waliambiwa kwamba mkiangusha Ottoman Empire mtapewa uhuru wenu nyinyi wa kujiongoza. Kumbe nyuma kulikuwa kuna kitu kinaitwa Sykes-Picot Agreement ambayo Uingereza na Ufaransa walishakubaliana kwamba tukishaiangusha Ottoman Empire, Ufaransa utachukua nchi 1, 2, 3 na mimi Uingereza nitachukua 1, 2, 3. Moja ya nchi wakasema sisi tutachukua Palestina, ambayo British Mandate Palestine, ambayo tayari walikuwa shaiahidi kwa Zionist, kwa Wazayuni. Kwa hiyo that's a long story, lakini makala tayari yako SNS tuliyachambua kipindi cha nyuma. Kwa hiyo ukirudi huko nyuma utakuja kugundua kwamba hizi nchi zote, na ushahidi upo, niliweka mpaka kikao cha mashehe wale wafalme wa kwanza wamekaa na Uingereza wakati wa kuestablish hizi nchi, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Qatar na wengine, wakati wana establish baada ya kukatwa na kuwekewa nani zote. Na ndio maana wakaweka ufalme, wanapendelea ufalme kwa sababu ukiondoa demokrasia, kukaa kuna ufalme, ni rahisi wao kuzicontrol hizi nchi kwa muda mrefu. So ukirudi kwenye asili utaelewa kwamba hizi nchi zimetengenezwa na Muingereza kipindi kile, wakati yeye bado ndo superpower kipindi hicho, Marekani hata hajulikani. Then baada ya World War II na emergence, Marekani akaibuka kama dominant na ndio maana Uingereza Iran baada ya Mossadegh kushinda na kunationalize mafuta ya Iran, Uingereza alikuwa shadhoofika, akaifuata taifa ambalo lilikuwa ndo lina nguvu kipindi kile, ambao ni CIA ya Marekani, ndo akaiomba, ndo ikawa operation ya kwanza successful duniani ya regime change, ya kumwondoa Mossadegh na kumweka Shah. Kwa hiyo utaelewa kwamba waliowekwa pale wote wamewekwa na hizi nchi za magharibi, ndo maana wanalindwa, kwa sababu wao wakiendelea kuwepo pale
viongozi wa Saudi Arabia, UAE, Qatar na wengineo, maslahi ya nchi za magharibi, Marekani, Israeli, Uingereza, Ufaransa yanaendelea kulindwa. Kwa hiyo as long as yeye ndo anayekulinda na anakusimamia, ana uwezo wa kukwambia nahitaji military base hapa, hii ni kwa sababu ya ulinzi wako, japokuwa ina maana nyingine. So kuna umuhimu wa kuelewa kwa nini hizi nchi zinaruhusu. Kuna kambi 30 za Marekani na washirika wake zimemzunguka Iran katika hizi nchi za Kiarabu. Kwa hiyo ukisikia Iran anapiga kambi, ujue anapiga kambi 30 tofauti katika eneo hilo. Na yule Sharif Hussein ambaye alikuwepo Saudi Arabia, yule ambaye kipindi hicho ilikuwa sio Saudi Arabia, ilikuwa Maka na Madina baada ya kumsaliti Ottoman Empire. Alafu Urusi Soviet ndo alimshtua kwamba kuna Sykes-Picot Agreement, mmedanganywa, mlichoahidiwa kitokuwa. Akaanza kurevolt. Uingereza alichokifanya, wakamwezesha Asuudi kwa kupitia na kiongozi mwingine ambaye alikuwa Mohammed bin Abdul Wahhab. Kipindi kile alikuwa na nguvu, anasikilizwa, ni kiongozi wa kidini. Wakashirikiana ndo wakaenda wakaikamata Saudi Arabia. Then yule kwa vile alisha play part kubwa, wakamtoa kutoka kwenye hizo Haramain, Maka na Madina, wakampeleka Jordan. Ndo sasa hivi wakamwambia, wewe ulikuwa mshirika wetu, kwa vile japo umetusaliti lakini uliplay part yako. Wamempeleka Jordan na ndo sasa hivi ambaye yuko Jordan mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ukielewa background hiyo itakuelewesha kwa nini kuna hizo kambi na kwa nini wana play part katika kumdhuru Iran. Mwanafuse, hongera sana na asante kuitazama video hii, ila bado kuna video nyingine nyingi sana za wewe kutazama, kufunguka na kuongeza ujuzi. Hapa YouTube channel ya DJ Smart 255 kuna video nyingine aina nyingi. Ingia kwenye playlist, uchague mada inayokuvutia, kuanzia military, tech, intelligence, X-Files, adventure, historia, afya. Fuse by DJ Smart inakuletea yale ambayo huyasikii kirahisi, ila yana umuhimu sana kwenye maisha yetu. Link za video zote za Fuse huwekwa kwenye WhatsApp channel ya Fuse by DJ Smart. Ili kupata link za video za Fuse kwa wepesi, scan hii QR code na usubscribe kwenye channel, au tuma ujumbe wa text wa WhatsApp kwenda 0764124124. Andika niunge na utapokea ujumbe automatic wenye link ambayo ukibonyeza link hiyo inakupeleka kwenye channel na una subscribe. Namba hii haipokei simu, sio ya WhatsApp, sio ya kawaida. Social media zote natumia DJ Smart 255. Asante kwa kutazama, asante kwa kuamini, asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Share na wengine wafaidike. Fuse, Facts and Logic. Fuse by DJ Smart inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Smart, one love. DJ Smart. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.